Na walillahi alhamdu, nilipomaliza mimi nilikaa mwaka mmoja tu kweli, nikaenda kwa Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala. Nimemaliza mwaka 98, nilipumzika mwaka 99 tu. Mwaka 2000 tarehe 1 mimi niko Yemen, nishaingia, nilishaika azma kwamba mtaenda, na nikaenda. Sasa kuna ndugu yangu mmoja akaniambia, yeye aliwahi kupita kwa Sheikh Mukbil zamani, miaka ya nyuma, miaka ya mwanzoni, miaka ya 90, 92 au 93, yuko pale Tanga. Anaambia, bwana, huko kuna njaa, huko hakuna mawasiliano, hakuna hata barua, hakuna mahali pa kupeleka barua wala nini. Wewe ukifika umefika huko hivi. Akataja shida zote, nikamwambia nataka huko, nitakwenda kwenda hivyo hivyo. Ikawa nimepanga nende Mombasa, tupande majahazi ya kwenda Yemen. Nilikuwa kusafiri kwa jahazi, niko tayari. Kuna majahazi ya washahidi kutoka Mombasa pale kwenda Yemen, nenda chukua papa ya kileta mpaka Mkalla kwenye papa huko. Lakini nikasema hivyo hivyo nitakwenda, lakini Allah tabaraka wa taala akafanya wepesi, sikwenda kwa majahazi, nikaenda kwa ndege, nikaenda mpaka Yemen. Alhamdulillah, nikakaa muda niliokaa, kukaa na kutafarraja kusoma. Hasa nimesoma pale Damaji kwa miezi 6, kwa sababu Yemen nimekaa miezi 8 na nusu. Mwezi mmoja nilikaa ndani mimi, nilikamatwa nikiona kijana mmoja alikuwa rafiki yangu Ibn Sulum, Fahmi wa Ibn Sulum, kawa kile Ibn Sulum na ndugu yangu mtu mmoja anaitwa Fahmi. Sasa hivi yuko Yemen na yuko Fuyush hivi sasa. Sasa hivi yuko Fuyush, alitoka kule Damaji. Mimi nimekaa kule kama miezi 4 mingapi, vya kaja yule kijana, tukawa tuko naye mashaallah, wakati shekhe yuko hai. Sasa katika vitu nilivyojua, nilijifunza da'wa salafia kwa ukamilifu kwa njia hizi zifuatazo. Kwanza, mimi sikuwa mvivu tangu katika historia yangu ya kusoma, sikuwa mvivu wa kusoma. Nikiingia kwenye kusoma huwa mimi nachukua muda mwingi sana kusoma kuliko kucheza. Hilo lafahamika hata kwa watu wengine ambao mimi nimesoma nao. Labda pengine nikisoma mimi nitakuwa najisifu, lakini naona hivyo, natumia muda mwingi katika kusoma. Kwa hiyo sikuwahi kupoteza muda hata siku moja katika darasa zangu. Nimehudhuria darasa za aqida. Kuna kijana mmoja ni shekhe, sasa hivi yuko Fuyush, wanamsema vibaya, lakini katika mashekhe wakubwa pale Damaji. Sijui kama nafasi yake kuna mtu aliziba, anaitwa Yasin al-Adani. Mlimdiriki nyinyi? Nilikuta habari zake, lazima mkute habari zake. Alikuwa akisomesha aqida tahawiyya. Pia katika watu ambao walikuwa wakihudhuria darasa zao, nilihudhuria darasa ya Abu Ubaida Tazawi maarufu pale Damaji, akisomesha Nuzhatun Nadhar, kwa sababu hivi vitabu vya mustalah al-hadith nimevisoma kwa masufi. Hizo Nukhbatul Fikr, nimesoma Taysir, nimesoma al-Bayquniyya, vitabu Taysir mustalah al-hadith mimi nimesoma Mada Shamsiyya. nikasoma Nuzhatun Nadhar, nikasoma Al-Ba'ith Al-Hathith min jild al-kitab ila jild akhar. Na mimi huwa nikisoma naandika na tarehe, nimeanza kitabu hiki tarehe fulani mwezi fulani, kama hivi nilivyosoma katika muhadhara, leo tarehe fulani mwezi fulani mwaka fulani sawa na mwezi fulani hivyo naandika pale. Kasoma Al-Ba'ith Al-Hathith kijana mmoja wa Urdu anaitwa Abu Turab. Kasoma Usul al-Fiqh kwa Abu Mus'ab al-Libi. Nilisoma mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa vitabu, na vitabu vyangu vya Damaji niko navyo kwenye maktaba yangu. Na nimesoma vitabu vya balagha viwili kutoka mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu ndani ya miezi 6. Hiyo miezi 6 nilisoma al-Balaghatul Wadhiha, alisomesha kijana mmoja ambaye alikuwa ndo mwalimu wa balagha pekee yake pale Damaji kwa wakati ule, akiitwa Maqbul al-Ahdali. Alikuwa akimsomea Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala katika darasa zake, na pia alishirikiana Sheikh Mukbil yeye na Muhammad Qaid katika kuandika tafsiri ya Ibn Kathir. Kijana huyu alikuwa ni mwalimu mzuri wa balagha na ni imamu wakati mwingine akiswalisha pale kwa niaba anapoondoka Sheikh
Nani yule imam maarufu? Ahmad al-Wasani. Bado yupo yule? Jayyid. Kwa hiyo nikasoma kitabu al-Balagha al-Wadhiha na nikasoma kitabu Jawahirul Balagha cha Ahmad al-Hashimi. Mtu akashangaa, miezi 6, mbona wenzako wamekaa miaka 4, miaka 3 sifuri? Ndio hivyo, dhalika fadlullah yutihi man yasha. Na Sheikh Mukbil mwenyewe alikuwa akikaa kusomesha durusi zake baada ya dhuhuri na baada ya asri na baada al-maghrib. Baada ya asri kila siku anasomesha sahihu al-Bukhari, na kila siku watu lazima wahifadhi, na mimi nikawa ni mmoja katika wenye kuhifadhi, sababu ni watu wote lazima wahifadhi, na mimi sina kazi nyingine kusoma. Nakumbuka mpaka leo zile barua zangu niko nazo, niliwahi kuandika barua kumwandikia mzee wangu, baba yangu Allah amrehemu, nikimwelezea hali ya kule kwamba nimefika huko, watu wanasoma sana lakini hali ya maisha ni ngumu sana. Kwa hiyo mimi nitakaa miaka 2 tu. Akaniambia, wewe kaa huko usije, hali iko hivyo, wewe endelea kusoma, soma sana, usirudi huku. Hiyo miaka 2 kidogo, na kilikuwa nimepanga nikae miaka 2 hiyo kidogo, wewe kaa tu. Sasa watu endelee kukaa, wala usitondike barua. Sisi sote wazima huko. Sasa sina mke, sina mtoto, baba ndio huyo na mama ndio. Sasa haya nini tena, nitajishughulisha na nani? Kwa alhamdulillah, Sheikh Mukbil katika darasa zake sasa ndio nafunguka masikio kuhusu dawa salafia. Sheikh Mukbil haachi kuzungumza na kutahadharisha kuhusu hizbia, na wakati ule kwa wakati wake alikuwa akizungumza sana Abdul Majid Zindani, Yusuf al-Qardawi, Ikhwan al-Muslimin, جمعية الحكمة، جمعية إحياء التراث، عبد الرحمن عبد الخالق، أسامة بن لادن. من يواكل وكيكريري هم لهو كيفية تأصيل katika mambo ya da'wa salafia. Lakini katika vitu ambavyo vilinisaidia sana kuifahamu da'wa salafia, nazungumza kwa ukweli, nilisoma sana vitabu vya Sheikh Rabi', na vitabu vyangu vyote vile vya Sheikh Rabi' nilivyovinunua, Al-Awasim, si Mata'in Sayyid Qutb, si Al-Hadd Al-Fasil, sunini, zote nilinunua Yemen. Na nilikuwa nikivisoma sana vile vitabu, nikafahamu dawa salafia ni nini. Kwa mimi sikuambiwa na mtu, mimi nimesoma vitabu na nimemsikia Sheikh Mukbil, na alhamdulillah ashrita nimenunua, nimerudi kutoka Yemen na masanduku 2 ya kanda za mashekhe. Si mnanielewa? Nilikuja na vitabu na masanduku 2 ya cassette. Watoto wanajua sikuja na jilibabu wala viatu, sikuja na zawadi, hakuna alipata zawadi hata sunni, ni makassette na vitabu tu basi. Yote nini, nilikuwa na hirsi ya kutaka kujua dawa salafia. Alhamdulillah nikaifahamu, nimefahamu alhamdulillah.